Umeshawahi kufikiria kwamba maji yanasikia? Umeshawahi kufikiria kwamba baada ya maji kusikia yanaweza yakakuletea matokeo kwa kile ambacho imesikia? Umeshawahi kufikiria kwamba pengine tatizo ulilonalo limesababishwa na maji ya nyumbani kwako? Basi somo la leo linasema ijue nguvu ya maji. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa unayefuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo, leo nimekuletea somo ambalo linaitwa ijue nguvu ya maji. Maji yana nguvu, tena sio yana nguvu. Maji yana nguvu kubwa sana ambayo inaweza kukusababisha ukavuka ama inaweza ikakusababisha ukaanguka. Nguvu ya maji. Kwa hivyo kaa tayari, nitakwenda kukueleza maji yana nguvu kwa namna gani. Maji yana tabia ya kupokea. Maji yana tabia ya kusikia. Na maji yana tabia ya kuhifadhi kile ambacho imesikia. Alafu maji yana tabia kutenda. Maji yana tabia ya kutenda kutokana na kile ambacho imesikia. Sasa hapa inawezekana watu wengi sana waliingia kwenye matatizo kwa sababu ya kutokujua nguvu ya maji. Nitakupa mfano, usiwe na haraka. Yesu alipokuwa anatenda ule muujiza wake wa kwanza kwenye harusi ya Kana, kule Kana, muujiza ule ulihusisha maji. Wale mabwana kwenye harusi, bwana harusi, mkuu wa meza aliishiwa divai. Yaani divai iliisha pale. Ilipoisha divai, wakasema itakuwaje? Ni mambo ya aibu, tunaishiwa divai, harusi haijaisha. Yesu akawaambia wale watu waliokuwa kule ndani, tieni maji kwenye mabalasi. Nini maji? Hapa uzingatie ya kwamba kwa nini Yesu akuamua kutengeneza tu divai yenyewe. Akasema watie maji ili aombe juu ya maji yale yaweze kubadilika kuwa divai njema. Na kweli Yesu akaomba juu ya maji yale kwamba yawe divai njema, na akawaambia choteni mpeleke kwa mkuu wa meza. Mkuu wa meza alipoenda akaonja divai ile, akasema hii harusi ni ya ajabu sana. Imekuwaje mwishoni mwa harusi ndio tunapata divai iliyo njema? Unaona divai njema. Yesu anabadilisha maji yanakuwa divai. Hapa Yesu anafundisha ya kwamba tusicheze na maji. Maji yanaweza kuwa chochote. Maji yanaweza kuwa sumu kwenye maisha yako kwa kuongea tu, na maji yanaweza kuwa baraka kwenye maisha yako kwa kuongea tu. Tazama jambo hili lingine. Watumishi wengi wa Mungu wamekuwa wakiombea maji. Yaani anachukua maji anayaombea. Kumbuka maji ni uhai, na maji ndio amebeba sehemu kubwa ya dunia, na maji ndio amebeba sehemu kubwa katika mwili wako. Maji. Kwa hiyo maji ni kitu muhimu sana, na maji yanatenda kazi kubwa sana. Watumishi wengi wanatumia kuombea maji kwa sababu wanaijua siri iliyomo kwenye maji. Atakwambia shika maji yako, anaombea maji. Unaenda kuyanywa yale maji, aidha unaenda kuyaoga yale maji, ama unaenda kwenda kunyunyiza kwenye nyumba yako au kwenye shamba lako, ili Mungu aachilie baraka zake kupitia maji. Vitu ambavyo vinawezekana. Mungu amekuwa akifanya kazi hii mara nyingi sana. Hata Yesu tunaona kwamba alifanya, kama nilivyokuambia, Yesu ametenda muujiza kule Kana. Sio kwamba alikuweza kufanya njia nyingine, ila alitumia maji. Ni kudhihirisha kwamba maji yana nini? Yana nguvu. Hayo ni nini? Ni maji. Sasa
Mfano wa pili ama watatu, muangalie Elisha. Elisha alipokuwa amelalamikiwa kwa habari ya maji ambayo yanaleta utasa, Elisha akaenda kuyaponya maji kwa kuongea. Elisha aliongea tu akayaponya maji. Ukitaka kujua hili, soma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya pili aya ya soma ya pili yote, ila mimi nitakusomea walau ili aya ya 20 na 21. Nayo inasema hivi: Elisha akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji hayo, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi. Sio akafanya kwa habari ya chumvi akaondoka, akasema Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutotoka huko tena kufa wala kuzaa mapoza. Alafu aya 22 nasema hivi, hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilonena. Maji yamepona sawasawa na neno ambalo Elisha alilinena. Ni nini? Ni neno. Sasa hapa nakupa mtihani. Wewe maji ya nyumbani kwako, hayo ya kunywa, hasa hayo unakunywa ya kuoga, yanasikia nini? Ili yapone au yawe sumu? Tafakari. Yaani nyumbani kwako kuna maji. Hakuna nyumba ambayo haina maji. Wengine mna matenki, wengine mna majaba sijui, wengine mna ndoo, wengine mna vidumu, wengine kwenye sufuria, wengine kwenye vikombe. Hayo maji ambayo yapo kwenye vyombo vya nyumbani kwako yanasikia kitu gani? Elisha aliyaponya maji kwa kuongea. Na wewe unapoongea nyumbani kwako ambapo maji yapo na yanasikia, nimekwambia maji yanasikia, yanasikia nini? Aya, umekaa mezani, wale ambao mnapenda kula na kunywa maji, mmetenga jagi la maji ya kunywa hapo mezani tayari kwa ajili ya kupata mlo na kunywa maji ya kushushia pale kilainishi kile. Mnapokaa mezani mnaongea nini? Yale maji yanasikia. Nimekufundisha na nimekusomea kwenye Biblia kwamba maji yanasikia. Kwa hiyo maji ya mezani kwako yanasikia nini? Tafakari sasa, hapo utaanza kunielewa. Kwa hiyo kama nyumba yenu imekuwa ni ya lawama, maji yanasikia lawama. Kama unaongea maneno ya kukata tamaa, bwana, maisha mimi yamenishinda, maisha yameshakuwa magumu, mimi sio kufanikiwa, maisha haya mimi sielewi, mara ugali usi umefanya nini, mara sio kimefanyaje hiki, wewe ni kulaumu tu, ni kulaumu tu, ni kulaumu tu, kulalamika tu. Maji yanasikia, alafu unamina kwenye glasi unayanywa. Nisikilize nikwambie, umekunywa lawama zako. Sasa kama umekunywa lawama zako, zinaenda kufanya kazi ya kukulaumu na kukushutumu. Unaweza kushangaa wewe hauna amani tu siku zote, kumbe maji. Unaenda kuoga maji ambayo yana kelele. Jamani, kwenye ulimwengu wewe, nikupe siri nikwambie, kwenye ulimwengu wa roho, yani vitu vya kiroho vinanasaga popote, ila kwenye maji ni hatari zaidi. Kwenye maji ni hatari zaidi. Kwa hiyo maji ya kuoga yana lawama, maji ya kunywa yana lawama. Asubuhi mpaka jioni maji yamebeba lawama. Alafu ile lawama ambayo yamebeba unaenda kunywa. Kuna nyumba zingine mna matusi kweli kweli, mnatukana watoto kweli kweli, matusi yanaingia kwenye maji. Ndio maana fuatilia vizuri, familia ambazo zimestarabika ama zinaelewa zinafanyaga hivi. Mahali pa meza ya kula hapana kuongea. Na ikibidi mnaongea ni mambo muhimu. Msiongee vitu visivyofaa wakati wa kula, kwa sababu mnakula chakula na maji ni sehemu ya chakula chenu. Kwa mnapoongea mambo ya ovyo yanaingia kwenye maji, alafu unafanya nini? Unayanywa. Kwa hiyo unakunywa ulichokitamka wewe mwenyewe, na Mithali inasema vizuri kwamba mauti na uzima juu ya nguvu ya ulimi. Kumbe ulimi una nguvu.
Sasa usifikiri ulimi una nguvu kwa ajili ya watu wengine tu, ama kwa ajili ya ile jambo ambalo ulikusudia tu. Ulimi una nguvu hata pale unaposema vitu kwa mzaha. Yesu aliulaani mtini kama masiala tu. Kesho yake ulipopita wanafunzi wakamkumbusha kwamba uliulaani mtini, umekauka. Aliulaani tu, lakini ukafanya nini? Ukakauka. Kwa hiyo unachokitamka kinabebwa kwenye maji. Kinapobebwa kwenye maji kinakaa, halafu unachukua maji yale unayanywa. Hiyo utakuwa umefanya hatari kubwa ambayo wewe mwenyewe ndio umeisababisha. Sasa kuna mtu anajiuliza tufanyeje? Cha kwanza, acha kulalamika maji yalipo karibu. Maji yanasikia. Ninakueleza vizuri kabisa. Beba, fanyia kazi, utaelewa. Kuna ushuhuda wa kwamba kuna mtu mmoja aliwahi kuombea maji. Mambo ya kubishana. Alipoombea maji, akachukua chupa nyingine, hakuombea maji. Zilikuwa chupa mbili zinazofanana za maji ya kwenye chupa ya kunywa. Akayapeleka maabara kwenda kuyapima. Yale maji aliyoombewa alikuta yana utulivu. Yaani yana asili yake, yametulia kabisa. Alafu maji ambayo hayakuombewa alikuta yana mvurugano. Akagundua kwamba kumbe sala zinafanya kazi kwenye maji. Sasa yeye alikwenda kwenye kutafiti kwa habari ya sala. Mimi nakwambia kwamba maji yanasikia kama vile ardhi inavyosikia. Nitakufundisha na juu ya ardhi vile vile. Hiyo ni hatari vile vile. Sasa kuna watu wengi ambao wameingia kwenye tatizo hili kwa sababu ya maji tu. Kwa hiyo cha kwanza, usipende kulalamika nyumbani kwako na usipende kulalamika maji yalipo. Lakini swala la pili, kama haya hauna uhakika nayo, unapokunywa maji yatakase kwa damu ya Yesu. Ndio maana tunaombeaga vyakula. Kuna vitu vingi tunataka visitokee, kama vipo yaondolee, batilisha, ondoa kila matamko, yaondolee kwenye maji alafu kunywa. Kwa nini tunafundisha mambo haya? Hatufundishi uganga wa kienyeji. Neno la Mungu linasema, tazama watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Vile vile kuna sehemu neno linasema, na washuhudia ya kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Kwa hiyo Mungu sehemu nyingi sana ametumia watumishi wake kuambia watu kwamba wanazo juhudi kwa Mungu lakini si katika maarifa. Sasa wewe umeyanenea maji mabaya, halafu ufanikiwi, utasema Mungu atendi, kumbe wewe mwenyewe ndio umejiroga. Mpaka mtumishi mwenye uelewa akae na wewe, azungumze na wewe, aje kujua kwamba chanzo ni maji, aanze kukusaidia, wewe uko hoi. Lakini mimi nakufundisha maarifa ili usifanye, usiingie kwenye matatizo, usije ukasema Mungu anitendei, Bwana anioni, kumbe wewe ndio umeweka ukuta. Nini? Umetamka mambo mabaya juu ya maji. Mwingine anatamka mambo mabaya juu ya maji na watoto wanakunywa. Mume wako anakunywa, mke wako anakunywa, familia inakunywa. Unakuta familia nzima inadumaa, afu uelewi hapa kimetokea nini? Kumbe maji tu. Maji tumeyatamkia mambo mabaya. Maji. Kwa hiyo leo naomba ulibebe hilo, nguvu ya maji. Ijue nguvu ya maji. Yesu alitenda, Elisha alitenda, na wengi walitenda. Nguvu ya maji. Usidharau maji. Yanaweza kukuponya ama yanaweza kukuangamiza. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana sana. Mimi ninaposema Mungu akubariki, naomba useme amina. Hata kwenye comment andika amina. Kwa nini? Kwa sababu unatenga muda wa kufuatilia neno. Dunia ya leo watu wako busy na mambo yao. Kwa hiyo wewe unaifuatilia neno bila kujali kwamba unawasiliana na sisi ama hauwasiliani, unalisikiliza tu basi. Itoshe kusema Mungu akubariki, kwa sababu neno limeshaingia ndani yako. Alikufanya kazi leo, litafanya kazi wakati mwingine. Mungu akubariki sana. Andika tu hapo amen. Amen. Napokea. Mungu akubariki. Baraka ni baraka. Tunaambiwa msiwatamkie watu mambo mabaya, bali tuwatamkie yaliyo mema. Sasa mimi kama mtumishi na kutamkia yaliyo mema. Mungu akubariki sana, na mambo yako yale unayofuatilia yakapate kufanikiwa. Mungu akupe haja ya moyo wako, kwa sababu unafuatilia neno lake kupitia channel ya Mikono ya Kristo. Lakini kama ndio umekuwa mgeni kwenye channel hii, nakusi subscribe, bonyeza batani ya kengele hapo ili uwe wa kwanza kupata mafundisho ambayo tunafundisha kupitia channel hii ya Mikono ya Kristo.
Pia unaweza kushare mafundisho haya kwa wengine, marafiki zako, magrupu ambayo huko watu wanahitaji injili, neno la Mungu, wamepungukiwa, watumie huko. Usijali watasema nini. Najua kuna wengine watakasirika, lakini kuna watu wanaweza kufunguliwa kwa taarifa kama hii. Mungu akutie nguvu ya kuendelea kueneza injili kama sisi tunavyoeneza injili, na wewe ukaeneze injili na neno la Mungu kupitia kusambaza linki hii. Usisite kuendelea kufuatilia mafundisho yetu kupitia mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok, na tunayo channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Fuatilia huko, kuna mafundisho mengine tunafundisha huko, na Mungu atakubariki sana. Kuna namba za simu hapo kama unataka kuwasiliana na sisi, kuna jambo unataka kuelewa zaidi, ama unataka kutushirikisha jambo fulani, labda una changamoto fulani, namba za simu ziko hapo. Kama unapiga simu kutoka nje ya nchi, toa hiyo alama ya 0, weka jumlisha alafu 255. Basi utaweza kuwasiliana na sisi kwa njia ya kupiga simu kawaida ama kutumia WhatsApp. Kuna namba yetu WhatsApp iko hapo na tutaweza kuwasiliana, na tunaamini kabisa Roho Mtakatifu atakuhudumia na changamoto inayokutatiza ama kuelewa itakwisha kabisa. Kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo, ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.